Haya, msikilizaji, tumerejea hapa na tupo na Dr. Shaban Juma kutoka pale Ocean Road. Hii ni taasisi ya saratani hapa Tanzania. Na ni hospitali wengi walivyoizoea. Kwa tupo na Dr. Shaban Juma, daktari ambaye kiukweli anafanya vema na ametambulika kwa yale ambayo anayofanya katika tasnia yake hii ya tiba, hasa katika upande huu wa saratani. Kwa kuanza tu pasi na kupoteza wakati, yani mtu akisikia saratani ya mapafu, anatakiwa aelewe kitu gani saratani ya mapafu? Saratani ya mapafu, tunarudi pale pale kwenye tafsiri ya saratani. Saratani ni pale ambapo sehemu ya mwili inakuwa bila mpangilio, lakini pia bila ukomo, ambao ni tofauti na kawaida ya mwili. Kwa saratani ya mapafu ni pale ambapo sehemu ya mapafu inakuwa kwa kasi kubwa, lakini bila mpangilio. Kwa hiyo inapelekea kuleta uvimbe ambao unaweza kuleta dalili zingine na hatari zingine kadri unapoendelea kukua. Kasi kubwa bila mpangilio. Bila mpangilio na bila kikomo. Yani inakwenda tu. Maana ingekuwa na mpangilio ungesema leo inakuja hapa. Kwa sababu mwili kawaida unapokuwa utakuwa kwa kiasi chake, ikifika sehemu ule ukuaji utakoma. Ndio maana unaona labda kama sehemu kama pua haendelee kukua. Naam. Au jicho labda linaendelea kila siku. Ndio. Inatibika itibiki? Saratani ya mapafu tuli ambao unaogopa. Ngoja before that. Ngoja kwanza tuambie kwanza inatibika itibiki? Matibabu yapo. Lakini kama tunavyosisitiza kila siku, matibabu yakitolewa katika hatua za awali inakuwa ni na impact kubwa zaidi, au inakuwa na matokeo mazuri zaidi kuliko mgonjwa ambaye atakuja katika hatua za mbele au hatua kubwa. Kuna nadharia nyingi ambazo zipo kwenye jamii sababu ya saratani ya mapafu. Twende sasa, nyinyi ambao mshafanya tafiti, mshafanya upembuzi yakinifu na mkabaini chanzo kikuu ama nini kinasababisha saratani ya mapafu? Saratani ya mapafu inachangiwa na vitu vingi. Kuna mchango wa vinasaba. Kwa hiyo mtu anapokuwa na historia katika familia au historia ya yeye mwenyewe kuugua saratani ya mapafu, anaweza akawa na nafasi kubwa ya kupata tena. Lakini pia kuna mchango wa kemikali za katika mazingira na mtindo wa maisha. Tukizungumzia mtindo wa maisha, sababu kubwa moja hapo ni uvutaji wa sigara au matumizi ya tumbaku. Na hapa si kwa yule tu anayevuta yeye. Kuna kitu kinaitwa second hand smoke. Ndio. Ambayo hii inawapata wale wanaomzunguka mvutaji. Kwa labda mtu ana mwenza wake ambaye anavuta sana sigara na yeye yuko katika hatari au exposure, na utafiti unasema wanakuwa na hatari almost sawa hawa watu wanaopata second hand smoking. Lakini pia kuna sababu nyingine au kemikali zingine katika mazingira. Kuna radon gas ambayo inatokana na sana ni katika machimbo. Lakini pia kuna asbestos, kuna nickel. Huko unafafanua na mali ambapo zapatikana ili msikilizaji aelewe. Zaidi ni kwenye mining na kwenye viwanda, especially as plastic. Lakini pia kuna kingine ambapo ni air pollution au pollutant air. Yani hewa yenye uchafu au mgandamizo wa uchafu mwingi. Mfano wale watu wanaokuwa kama hivyo kwenye mining, mavumbi mengi, hawana protection. Kwa hiyo wanapokuwa exposed for a long time, tafiti pia zinaonyesha inaweza ikapelekea hatari ya kuweza kupata changamoto hii. Pamoja na matumizi ya moshi mkali kama hiyo ya mikaa na nini, lakini wanahitaji exposure ya muda mrefu kuweza kuleta madhara katika mapafu. Hiyo ni tofauti kidogo na sigara, kwa sababu sigara ina kemikali nyingi sana. Zaidi ya 20 ambazo zipo na zote zinakuwa linked pamoja na usababishaji wa saratani. Ndio maana unaona sigara sio tu katika saratani ya mapafu, hata saratani zingine. Ndio. Saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya tumbo, saratani ya matiti. Huyo anayevuta sigara. Huyo anayevuta sigara. Kwa hiyo sigara kiukweli ni hatari sana. Iwe unavuta wewe au unawapatia unaowazunguka. Kama una watoto nyumbani unavuta na wenyewe wanapata ule moshi, una marafiki. Ndio maana control kubwa kwa nchi nyingi ambazo zinapambana sana. Naona kama India. Kuna zile hadi smoking zone. Huwezi tu ukafika kituo cha daladala watu wamekaa unatoa sigara yako unawasha. Na hichi ni kitu ambacho hata hapa sheria zipo lakini hazifanyiwi kazi, hazitekelezwi vile, yale makatazo hayafanyi. Inawezekana
watu hawajui nani atafanya huu ufuatiliaji. Unaweza ukawa umekaa unasubiri zako daladala, unashangaa mtu anatoa sigara yake anawasha anavuta. Sasa ingine unaweza ukamwambia samahani, unaweza kusogea pembeni na akawa mkali kabisa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sorry hiyo. Kama hatujatoka hapo kwenye masuala haya ya moshi, umefafanua vizuri kwenye sigara. Ndio. Natamani nisikie labda kwenye moshi wa mkaa kuna vinini mle ndani ambao ndio inaenda kusababisha saratani ya mapafu. Labda kwenye moshi wa kawaida unaotumia kuni, kuna nini mle ndani ili tuweze kuelewa. Sasa katika hii air pollution au hizi pollutants za kwenye air ambazo nimezizungumzia, huu uchafu unaokuwa kwenye hewa tofauti na huo wa smoking, wenyewe haujawa identified kuona kuna kemikali gani, lakini hiyo inakuwa linked na ile tuseme irritation au inachochewa na ule msuguano au irritation na inflammation zinazotokea katika mapafu wakati pafu lenyewe linakuwa linajaribu kuclear, kwa sababu haitakiwi ile vumbi lifike kule, ule moshi hautakiwi kufika kule. Kwa hiyo unapokuwa unafika mara kwa mara over time inatengeneza irritations ambazo zinaweza kupelekea mabadiliko. Za plastic simu kwenye viwandani. Wavuta sigara wanaweza kupata hii saratani, lakini wanaofanya kazi viwandani wanaweza kupata hii saratani, wanaofanya kazi katika migodi wanaweza kupata hii saratani, na wanaokutana na ule moshi kwa muda mrefu pia wanaweza kupata hii saratani. Wote hawa kutokana na hizi sababu tofauti tofauti wanapata saratani ya mapafu aina moja, ama kuna aina tofauti tofauti kulingana na sababu ya kutokana na utofauti wa mazingira au na hatari ambayo iliyopo. Hizi saratani zimegawiwa katika hiyo ni deep sasa kitaalamu, zimegawiwa katika tunasema kuna non small cell na kuna small cell lung cancer, ambazo sasa hizi you have to go, unatakiwa uende deep sana katika kisayansi zaidi, lakini kwa lugha nyepesi ni kwamba zinakuwa zina tofautiana katika visababishi. Kwa kuna percent kubwa ya saratani zote mbili ni uvutaji wa sigara. Kwa hiyo kuna aina ngapi za saratani ya mapafu? Kubwa ni mbili hizo. Ambazo zote zinachangiwa visababishi vile vile nilivyozungumza. Isipokuwa sasa kuna wale ambao wanakuwa yani hii smoking ndo kama kihatarishi kikubwa kwa zote. Kwa hiyo utofauti wake ni kisababishi. Lakini presentations dalili zinavyokuja kwa mgonjwa most of the times zinakuwa ni zile zile. Ndio nitaka kujua kwenye dalili. Mimi nilitamani pia kufahamu kwamba kutokana kwamba kama kuna aina mbili kubwa za saratani za mapafu kutokana na sababu zake, vipi kwenye matibabu yake pia? Kwenye matibabu tutafika, lakini natamani tujue dalili kwanza. Yaani natamani matibabu kiwa kipengele cha mbele, ili kwanza mtu ajijue akiona dalili gani ndio achukue hatua ya kwenda kwa mtaalamu wa afya. Lakini kuna vingi vya kuangalia kabla ya kufika kwenye matibabu. Rita, hebu tusogezee hapo kidogo maana sauti yake kidogo iko chini. Nani msikilizaji, wakati nikukumbusha tu kwamba tupo na Dr. Shaban Juma hapa kutoka Ocean Road. Tunaliangalia swala la saratani ya mapafu. Kama utakuwa na swali lolote lile, tuandikie kwenye ujumbe mfupi wa maandishi na tutaisoma hapo. Nyota wapatie namba ujumbe mfupi. Ujumbe wetu bwana unaweza kutumia kupitia 0683 802966. Naam. Tupitishe kwenye dalili, alafu tutaenda kule kuangalia daktari anajuaje kama huyu mtu ana saratani ya mapafu. Sasa katika dalili za saratani ya mapafu zinakuwa zinaingiliana sana na dalili zingine za mfumo wa hewa. Unavyosema hivyo namaanisha huyu mgonjwa atapata kikohozi, lakini kikohozi chake kitakuwa ni kikohozi ambacho hakiishi. Umekaa wiki mbili unakohoa tena, wiki mbili unakohoa tena. Kwa hiyo kinakuwa ni cha muda mrefu. Umeenda hospitali umepewa labda zile syrup umekunywa umefanyaje, lakini hakiondoki, kinaendelea kuwepo. Lakini kingine anaweza akawa anapata maumivu ya kifua. Na katika kikohozi chake maumivu ya kifua yanakuwaje daktari? Fafanua uzuri. Maumivu ya kifua yanakuwa ni maumivu ambayo sio ya kuchoma, ni kama maumivu ya kukandamiza zaidi. Yani kama vile kitu kizito kilimlalia hivi kabisa. Au kiemo unasikia maumivu ifanya unasikia maumivu hapa. Kuna miruzi pia unaima unasikia.
yani kwa ndani. Hiyo pia inaweza ikakutokea Miruzi kama filimbi. Unaenda hivyo kunasikia kama kuna watu wanapiga miruzi. Hiyo inasababishwa na kubanwa kwa ile njia ya hewa. Kwa hiyo inakuwa inatoa mlio kama filimbi katika wakati wa kupumua. Sasa ngoja hajamaliza dalili au unatafuta ushuhuda kwenye miruzi. Kuna dalili nyingine pia ambayo rafiki yangu mmoja ameshawahi kuniambia. Amepata saratani ya mapafu. No, yeye ni anavuta sana sigara. Anasemaje? Yeye haumwi kifua lakini mgongoni juu hapa asikia maumivu sana, na yenyewe pia inaweza ikawa moja kati ni dalili. Sio dalili moja kwa moja ya saratani ya mapafu. Lakini kama itaambatana na dalili zingine inaweza ikawa lakini kwa yeye inawezekana akawa na tatizo jingine pengine la mgongo au mifupa. Ndio maana anapata maumivu ya mgongo pekee. Lakini huyu mgonjwa ambaye ana dalili za saratani ya mapafu pia anakuwa anashindwa kupumua. Yaani pumzi yake inakuwa haitoki vizuri. Anakuwa anabanwa na pumzi, anashindwa kupumua vizuri. Lakini pia yani na pumu. Sasa ndio maana nikasema pumu utajua baada ya kwenda kwa daktari. Nikasema hizi dalili zinakuwa zinaingiliana na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa. Sawa. Kwa hiyo hata mgonjwa mwenye TB anaweza akawa hivyo. Sawa. Lakini pia anaweza akawa anapata makohozi yenye damu. Akikohoa kwa sababu ule uvimbe labda umeingia mpaka umegusa mishipa ya damu. Kwa hiyo inakuwa akivuja damu, akikohoa itatoka kama makohozi yenye damu. Lakini pia kama itakuwa imesogea na kusambaa sehemu zingine za mwili kama mifupa, atapata maumivu ya mifupa. Kama itakuwa imefika katika brain au ubongo, atapata dalili za shida katika ubongo. Kwa hiyo inategemea na hatua. Sasa changamoto kubwa, hatua za awali mara nyingi inakuwa ni ngumu mgonjwa kujua, sababu zinakuwa za kawaida tu hizi. Anaweza akafikia akawa anachoka labda kama hivyo anasikia mgongo na muuma. Sawa. Ambavyo ni vitu anaweza akachukulia simple kawaida. Kwa hiyo hata katika kuwachunguza watu gani wanachunguzwa, huwa inashauriwa zaidi wafanyiwe uchunguzi watu wenye vihatarishi. Mfano, mtu ambaye ni mvutaji wa sigara wa muda mrefu, huyo anaweza akafanyiwa uchunguzi wa kitaalamu. Na ukisema muda mrefu inahesabika kuanzia miaka gani ama muda gani? Anything kuanzia 5 years, 10 years. Huyo ni na pia inategemea kwa sababu huwa kuna hesabu tunapiga tunaita pack years. Ambayo inamaanisha hizi ni packed kwa mwaka ambazo anazitumia. Kwa hiyo unaweza ukawa umetumia kwa miezi 6 au miaka 2, lakini wewe quantification yako au ni kama mtu alivuta miaka 10. Ni kama mtu amevuta miaka 20 au miaka 30. Kwa hiyo inategemea. Oh my God. Maana unakuta kuna mtu labda anavuta stiki 2 za sigara, mwingine anavuta pakiti 8 kwa siku. Mwingine sasa mwingine 10. Kwa hiyo inategemea na mtu anavuta kiasi gani na amevuta kwa muda gani. Kwa hiyo riski unavovuta zaidi na unavotumia nyingi zaidi ndio unakuwa na riski kubwa zaidi. Lakini haitoi maana ya zile mchango wa vihatarishi vingine kama vile vinasaba, hizi hali za hewa nyingine, isipokuwa hii ya uvutaji ni kubwa. Na watu siku hizi pia nikazie, watu siku hizi pia wanajitoa katika kuvuta sigara, wanasema wanavuta shisha. Yes. Ndio nitakuuliza shisha, bangi. Katika shisha unakuta wanaweka hizo tumbaku. Kwa unakuwa hujakwepa kitu isipokuwa umebadilisha tu namna ya kuvuta hiyo kitu, kwa sababu wanatoa moshi kama kawaida ambao ule unakuwa inhaled, unaingia kwenye mapafu kama kawaida na unaleta madhara. Na pengine labda wamechanganya vitu vingine, labda ameweka sigara, ameweka bangi, ameweka madawa mengine wanayofanya. Kwa hiyo yote hiyo inaweza ikawa inaongeza sumu zaidi katika ile smoke inayotoka kuliko hata mtu anayevuta sigara kawaida. Nilikutana na vijana fulani bwana, walikuwa wanazungumza, nikawa msikilizaji mzuri sana. Wanasema kwamba according to wao, mmoja ni mvuta sigara, mmoja ni mvuta shisha, bangi. Yule mvuta bangi anasema hamna, yani sisi hapa bangi haiwezi kusababisha kabisa saratani za aina hizo. Unajua, lakini ninyi huko ndo inawezekana. Nikotini. Kuna ukweli kiasi gani juu ya hili? Ukweli katika kwenye hatari, yani tunaposema kwenye kundi ambalo liko kwenye hatari kati ya wawili, vile vitu vilivyo katika sigara au kemikali zilizo katika sigara na katika bangi, uthibitisho wa saratani ya mapafu uko katika sigara. Bangi ina madhara yake na pengine muda mwingine tukija tukipata tunaweza tukaizungumzia. Sawa. Lakini
haina mchango mkubwa katika saratani ya mapafu ukilinganisha na sigara, Sawa. kwa sababu ya mchanganyiko wa chemicals zilizo katika sigara.